katika mwendelezo wa somo letu linalohusu mada ya ufahamu. Leo tunaendelea kwa kuangalia aina za ufahamu, na tulisema aina za ufahamu zinapatikana kwa kuzingatia njia zinazotumika kupata taarifa au maarifa. Njia mojawapo ni kusikiliza, na kwa njia hii tutapata ufahamu wa kusikiliza. Kwa njia hii mtu atapata taarifa kwa kuzisikiliza kutoka kwa mtu mwingine anayefahamu kuhusu jambo au tukio fulani, au kupata taarifa hizo kwa kuzisikiliza kutoka katika chombo au kifaa chochote maalum kilichotumika kurekodi taarifa husika. Msikilizaji anapaswa kuzingatia mambo yafuatayo. Msikilizaji anapaswa kuzingatia mambo yafuatayo ili kuweza kusikia na kusikiliza kile anachokusudiwa kukisikiliza na kupata taarifa au maarifa anayokusudiwa kuyapata. Jambo la kwanza ni kuwa mtulivu. Msikilizaji anapaswa kutulia wakati anasikiliza jambo fulani, iwe analisikiliza kwa mtu au analisikiliza kutoka kwenye kifaa au chombo chochote. Utulivu unapaswa kuwa katika namna mbili. Kuna utulivu wa ndani ambao hapa hatuwezi kujadili sana, kwa sababu utulivu wa ndani wa msikilizaji unaweza kuhusu hali yake binafsi. Kwa mfano, msikilizaji mwenye njaa, ni dhahiri kwamba akili yake haiwezi kutulia ili kupokea anachosikiliza. Lakini aina nyingine ni utulivu wa nje, na hapa tunaangalia mazingira yanayomzunguka msikilizaji. Ili msikilizaji yeyote aweze kupokea vizuri anachosikiliza, ni lazima mazingira ya nje yasiwe na kelele za aina yoyote, na kwa kufanya hivyo msikilizaji anaweza kupokea kwa urahisi kile anachokusudiwa. Jambo la pili, ili kuelewa unachosikiliza, ni kuelekeza fikra na mawazo kwenye kile unachokisikiliza. Msikilizaji anapaswa kuhakikisha fikra na mawazo yake vimejikita kwenye jambo analolisikiliza ili kuweza kupokea kwa urahisi na kuupa ubongo uwezo wa kuhifadhi na kukumbuka kwa urahisi jambo ambalo amelisikia. Kwa hiyo ili uweze kusikia na kusikiliza jambo na kulielewa, ni muhimu sana kuelekeza fikra na mawazo kwenye jambo unalolisikiliza. Kutokufanya hivyo ndio kunaweza kusababisha mtu akiwa anatazama hata televisheni, ukamuuliza alichokuwa anasikiliza na akakwambia hakusikia, ukashangaa. Ni kwa sababu fikra na mawazo ya huyo mtu hayakuwa kwenye jambo lile kwa wakati ule. Jambo la tatu muhimu ni kubaini wazo au mawazo makuu kwenye kile unachokisikiliza. Mzungumzaji wa jambo lolote anaweza kuzungumza mambo mengi sana kwa ajili ya kuboresha na kunogesha uzungumzaji wake au uwasilishaji wake. Wewe msikilizaji unapaswa kusikiliza, lakini kubaini jambo la msingi, wazo kuu au mawazo makuu katika unachokisikiliza. Lakini jambo la nne ni kuhusisha unachosikiliza na uzoefu wa kila siku. Hii inamaanisha kwamba ili uelewe kwa urahisi na haraka jambo unalolisikiliza, ni lazima uwe mfuatiliaji wa mambo. Panaweza kuzungumzwa jambo ambalo linahusu maisha ya jamii ya kawaida, na ni jambo ambalo unakuta limezungumzwa sana. Kwa mfano, katika mtihani unaweza kuletewa kifungu cha habari kinachohusu matukio yaliyowahi kutokea katika jamii kama mafuriko au njaa na kadhalika. Kama msikilizaji sio mfuatiliaji wa matukio, na hasa katika kipindi cha sasa cha maendeleo ya sayansi na teknolojia, habari zinasambaa haraka na kwa kasi, basi msikilizaji anaweza akashindwa kuelewa kwa urahisi na kupata ujumbe unaokusudiwa iwapo hataweza kuhusianisha anachosikiliza na uzoefu wa maisha ya kawaida katika jamii. Jambo la tano, na tutalifanya la mwisho kwa hapa, ni kutambua matamshi ya mzungumzaji. Watu huwa na utamkaji tofauti kutokana na sababu mbalimbali. Inaweza kuwa ni sababu za kibiolojia au athari ya lugha ya kwanza ya mtu. Kwa hiyo ni muhimu msikilizaji akawa anaelewa matamshi ya msikilizaji ili kuweza kupata ujumbe unaokusudiwa kwa urahisi.
Kwa mfano, mtu anaweza kuwa kwa sababu ya kuathiriwa na lugha yake ya kwanza, anaweza kuwa anatamka fiatu badala ya viatu, au mwingine akatamka mbusi badala ya mbuzi. Na msikilizaji, usipoweza kubaini matamshi hayo na maana zake halisi, basi unaweza kujikuta kujaelewa kwa urahisi kile kilichokusudiwa. Kufikia hapo, basi tutasitisha somo hili na tutakuja kuendelea katika kipindi kijacho na aina ya pili ya ufahamu. Asante sana.